Naam, mtazamaji, karibu tena Bongo9, mahali ambapo sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba unapata taarifa za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Na leo nimekuandalia bonge moja la story ambalo linamhusu mchezaji mpya wa Yanga, mchezaji ambaye ameweza kusajiliwa kwenye dirisha dogo la usajili la msimu huu. Yaani hapa namzungumzia Buba Jammeh, mchezaji ambaye anacheza nafasi ya winga. Kama ambavyo tunafahamu, basi Buba ni mchezaji ambaye aliweza kusajiliwa ili kuweza kuongeza uhai kwenye safu ya ushambuliaji wa Yanga, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji walikuwepo pale na makali yao yalikuwa yamepungua. Yeye hapa na mtarget Doumbia ambaye aliweza kuondoka na Dube ambaye ameweza kubaki kwenye timu ya Yanga. Lakini kitu ambacho kimeweza kunishangaza ni performance ambayo Buba ameweza kuionyesha kwenye mechi ya jana, mechi kati ya Yanga na Namungo ya kule Lindi, mechi ambayo iliweza kumalizika kwa Yanga kuibuka na ushindi wa goli 1-0. Bwana, performance ambayo Buba aliweza kuionyesha ni performance mbovu zaidi kuwahi kuiona kwa mchezaji wa Yanga. Bwana, Buba nilikuwa namtegemea na nilikuwa nadhani ya kwamba ni mchezaji ambaye ni mzuri, ukizingatia performance ambayo aliweza kuionyesha kwenye mechi ya kombe la shirikisho, kombe la FA, kombe la Azam Sports Federation Cup ambayo ilichezwa kati ya Yanga na Cosmopolitan, mechi ambayo Buba aliweza kuingia kambani mara mbili. Buba aliweza kufunga magoli yote ya Yanga, magoli mawili. Lakini kitu cha ajabu ambacho kilichoweza kunishangaza ni performance ya Buba, ambayo ni performance mbovu zaidi, kwa sababu Buba hakuweza kupiga shuti hata moja on target. Sasa sijajua ni kwamba mchezo ulimwendea vibaya ama kiwango chake ni cha mechi ndogo ndogo kama za Cosmopolitan. Sasa nirudi kwako wewe mwana Yanga, hivi wewe unaonaje? Hivi kiwango cha Buba wewe unakionaje? Ni kiwango kizuri ama ni kiwango kibaya? Kuna uwanja wa maoni, naomba uniambie mwana Yanga, hivi huyu Buba atatufikisha nchi ya ahadi ama Buba hatotufikisha nchi ya ahadi? Mimi kama presenter wa Bongo9 ninavyoona Buba ni mchezaji wa kawaida sana, ni mchezaji ambaye hana uwezo mkubwa ukilinganisha na wachezaji ambao Simba aliweza kuwasajili. Kwa mfano, Libase Gueye na Anicet Oura, king of skills, mchezaji ambaye ana skills nyingi sana na matokeo yake tumeweza kuyaona kwenye mechi chache tu ambazo ameweza kuzicheza, kwa sababu ameonyesha performance ambayo ni kubwa sana. Au nikijaribu kufikiria tena kwa mara nyingine, naanza kuyafikiria maneno ambayo Haji Sande Manara ameweza kuzungumza, maneno ambayo Haji Sande Manara ameweza kuwatupia viongozi wa Yanga, kama kusajili wachezaji wengi ambao hawana viwango na mwisho wa siku kuweza kuwatoa tena na kuweza kuwarudisha kwenye timu walizotoka. Sasa sijajua ni vitu gani ambavyo Yanga walikuwa wanafikiria pale ambapo waliamua kuweza kumsajili Buba. Bwana mtazamaji wa Bongo9, na kuomba sana uweze kusubscribe channel yetu ili uwe unapata taarifa nzuri kama hizi zinazowahusu wachezaji ambao wana viwango vidogo kama Buba. Subscribe, like, share na watu wengine ili na uweze kuziona video zetu. Ulikuwa nami presenter wako wa kila siku Richmo TZ, mpaka wakati mwingine kwenye mambo mazuri kama ya kina Buba.